Mbashara mtazamaji kutoka hapa katika chumba cha matangazo jijini Nairobi, leo ikiwa ni tarehe 8 siku ya Jumatatu mwaka 2025. Asante sana kwa kujiunga nasi moja kwa moja kutoka hapa katika jiji kuu la Nairobi. Karibu kwenye upeo wa TV47 usiku wa leo. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Kabla sijakupasha mengi zaidi, wacha tupate yaliyomo. IEBC imetoa kauli nzito kwamba kuiba au kuhujumu uchaguzi nchini Kenya ni jambo lisilowezekana. Ni kauli dhabiti, ingawa inakuja sambamba na wasiwasi kuhusu uwezekano wa vurugu na wapiga kura ambao huenda wakajitokeza au wakasusia kabisa. Na machifu 26 wamejikuta upande usiofaa wa mahakama baada ya kunaswa kwenye msako wa DCI uliolenga utoaji haramu wa stakabadhi muhimu za serikali. Leo wamefikishwa kotini pamoja na maafisa wa serikali, wapangaji wa dili na wale wafadhili wa gurudumu hili la uovu. Na EACC imechapisha ripoti yake ya mwaka, na taswira inayojitokeza inaonyesha kuwa utoaji na ulaji wa rushwa bado unaongoza nchini, ikifuatwa na ubadhirifu wa fedha za umma unafuata. Mtazamaji unafuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa YouTube TV47 Live, mtandao wa X ni @TV47 Digital @Paul Kirobi. Tuandamane hadi tamati. Tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC katika ripoti yake ya mwaka wa kifedha mwaka 2024-2025 imebaini kuwa utoaji hongo ndio uhalifu unaoripotiwa zaidi kwa asilimia 37, ikifuatiwa na ubadhirifu wa fedha za umma kwa asilimia 19. EACC pia imetambua baadhi ya idara za serikali ikiwemo Kenya Power na NSSF zikiwa na udhaifu mkubwa katika mifumo yao inayosababisha ufujaji wa fedha, udanganyifu na usimamizi mbaya. Sheila Chalangat anatuarifu mengi zaidi. Katika mwaka wa kifedha wa 2024-2025, EACC inasema ilipokea ripoti zaidi ya 4,000 za ufisadi, na kati ya hizo ulaji rushwa na utoaji hongo bado ndio uhalifu unaoripotiwa zaidi nchini kwa asilimia 37, ikifuatwa na ubadhirifu wa fedha za umma kwa asilimia 19. And we will be deliberately arresting people who extort bribe from passengers and other users of the... I know we are facing challenges from the people at the airport, the public officers. They're actually maligning our officers and, trying to show that our officers should not be at those points. Katika hali hii ya kuongezeka kwa visa hivi, EACC inasema ilizuia kupotea kwa shilingi bilioni 16.5, kiasi kikubwa zaidi katika miaka ya hivi karibuni. Pia kulingana na ripoti hii, tume hii iliendeleza mapambano ya kurejesha rasilimali zilizotekwa, EACC ikidai kurejesha bilioni 3.4 katika mali na fedha zinazodhaniwa kwa faida za ufisadi. These achievements are not just statistics. They represent schools reclaimed, hospitals protected, land restored, public funds redirected towards public good. Hata hivyo, ripoti hii imefichua kufeli kwa serikali katika sekta na taasisi kubwa, ikionyesha udhaifu mkubwa wa ufisadi unaoendelea. Kwa mfano, katika kampuni ya usambazaji umeme wa Kenya Power, ukaguzi hafifu na utekelezwaji dhaifu wa udhibiti wa wizi na uharibifu wa mita za umeme umeripotiwa kuchangia pakubwa kucheleweshwa kwa umeme, kupotea kwake na kupanda kwa gharama yake. Katika hazina ya NSSF, ripoti hii inaonyesha kuwa faida ya takriban shilingi bilioni 34.7 haijathibitishwa, kukosa kufanya mikutano ya kila mwaka na ushirikiano duni na wanaotoa mchango katika mfuko wa hazina hiyo ya NSSF kumetisha usalama wa mamilioni ya fedha ndani ya hazina na wafanyikazi wake. EACC sasa inapendekeza marekebisho makubwa ya sheria. Hii ni pamoja na kesi za ufisadi kutatuliwa ndani ya miezi 6, EACC kuruhusiwa kufuatilia data za pesa za simu na za kifedha zisizo za benki. I'd like to call upon our parliament to ensure that this law, which
is supposed to help us to walk the straight and narrow path is strengthened so that it can be enforced. Aidha, imependekeza marufuku ya miaka 10 kwa wahusika waliohukumiwa kushiriki zabuni na kuimarishwa kwa ulinzi wa walioripoti ufisadi. Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Na tukiachana na taarifa yake Sheila Chelangat, kwingineko ni kwamba mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amezidisha lawama dhidi ya waziri wa hazina John Mbadi, akidai kuwa serikali imepuuza hoja muhimu kuhusu mpango wa kuuza 15% ya hisa za Safaricom. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ripoti ya People's Audit, Nyoro amesema deni la taifa limepanda maradufu katika miaka 10 iliyopita, kutoka shilingi trilioni 2.4 mwaka 2014 hadi trilioni 12.5 mwaka wa 2025. Aidha, amepongeza ubinafsishaji lakini akakemea kuuza hisa za Safaricom kwa bei ya chini, akisisitiza kuwa mchakato lazima uwe wazi na ushindani kwa umma. Aidha, ameonya kuwa mfuko wa miundombinu ulioapishwa na Rais William Ruto unaweza kutumika kama dhamana ya kukopa nje ya vitabu, mzigo ambao hatimaye utabebwa na wananchi wa kawaida. And I want Kenyans to know what I'm talking about Safaricom. I have no data, but the fact of the matter is that the sale of the 15% stake GOK owns in Safaricom, part of the 35 billion is public. The current negotiation is giving Kenya a raw deal, and the consideration is an undervaluation. Safaricom was trading at 45 shillings per share in 2021. Now, by then, it was valued at 1.8 trillion Kenya shillings. They have now already invested in Ethiopia, and the market in Ethiopia is already responding. So I'm requesting the National Treasury and the government, if there is no self-interest in the sale of Safaricom, make the process open. Na tukiachana na taarifa hiyo, mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC Erastus Ethekon ametangaza kuwa kuiba uchaguzi nchini Kenya haiwezekani. Taarifa hii imetolewa katika mkutano na washikadau uliopangwa jijini Nairobi kufuatia chaguzi ndogo za tarehe 27 Novemba. Mkutano huo uliangazia mafanikio na changamoto za chaguzi ndogo. Ripoti hii imetayarishwa na Alvin Kidhinji. Mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon ametangaza kwamba wizi wa kura nchini Kenya hauwezekani tena kutokana na mifumo imara, teknolojia na hatua za kiusalama zinazolinda uadilifu wa mchakato wa uchaguzi. Ethekon amesisitiza kwamba licha ya changamoto kama vurugu katika baadhi ya maeneo na visa vya hongo kwa wapiga kura, tume iliendesha chaguzi ndogo kwa uadilifu. To steal election in this country is an impossibility. These returning officers here can confirm to you, even observers, honest observers will tell you, the media that witnessed these by-elections, it's impossible. Afisa mtendaji mkuu wa IEBC Marjan Hussein Marjan amebainisha kwamba chaguzi ndogo zilitoa taswira kamili ya ubora wa maandalizi ya tume kuendesha uchaguzi, akisisitiza kuwa masuala kama vifaa vya uchaguzi kufikishwa kwa wakati, elimu kwa wapiga kura na vifaa vya KIMS viliwezesha utambulisho wa wapiga kura na kupokea matokeo bila tatizo. While each election presented unique circumstances, collectively, they offered a comprehensive picture of IEBC's operational preparedness. Ethekon aliongeza kwamba teknolojia iliyotumika ilifanya kazi kwa 99%, ikihakikisha uwazi kupitia tovuti ya matokeo ya IEBC. Licha ya hayo, viongozi hao waliangazia matukio ya mashambulizi, uharibifu katika vituo vya kupigia kura kama changamoto kubwa. Ethekon pia ameelezea wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa kutojitokeza kwa wapiga kura, jambo lililoshuhudiwa katika chaguzi ndogo na huenda ikawa changamoto katika chaguzi zijazo. So what happened is a big problem, and it did not start with these by-elections. Those of you who have been in this field long enough know
Mwenyekiti wa IEBC alikiri nafasi muhimu ya vikosi vya usalama, akisema bila usalama chaguzi nyingine zisingefanyika katika baadhi ya maeneo, kwani walihakikisha utulivu na kuwakamata waliokuwa wakisababisha mvutano. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja alisisitiza hili, akionya dhidi ya matumizi ya makundi ya wahuni katika mazingira ya uchaguzi. The issues of goons and other political thuggery. This is something that we are not going to allow. I don't know whether those goons have specific labels for officers to know that these goons belong to the government, these goons belongs to the other party. They don't have any labels. For us, we deal goons as goons. Sadly, we also witnessed incidences where there were cases of violence, intimidation and harassment. Mwenyekiti wa IEBC amethibitisha kwamba tume mpya ya IEBC imejitolea kuhakikisha demokrasia ya Kenya inalindwa na kuendelezwa. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa tukiangazia masuala ya mifugo, ni kwamba wafugaji wadogo wa ng'ombe wa maziwa katika kaunti ya Nyandarua wanaotegemea punda kama njia ya kusafirisha maziwa katika maeneo yenye changamoto za usafiri wanakabiliwa na hatari ya kutoendelea na ufugaji. Ongezeko la wizi na uchinjaji haramu wa punda linawaathiri wafugaji hawa. Baadhi yao wanakabiliana na hasara kubwa na wengine kulazimika kuacha ufugaji huu. Laban Muhinda anatuarifu mengi zaidi. Katika kaunti ya Nyandarua, wafugaji wadogo wa ng'ombe wa maziwa wanategemea punda kama njia kuu ya kusafirisha maziwa sokoni na kubeba vyakula vya mifugo na mazao kutoka shambani. Mwenye ana punda na mwenye ana lori sioni tofauti. Ezekiel Kangethi ambaye ni mmiliki wa punda na Ruth Wanjiru Mwangi ambaye ni mmoja wa kulima katika wadi ya Rorie wanasema kwamba kutumia punda kwa usafiri ni nafuu, kwani kuna wagharimu shilingi 150 kila mwezi ikilinganishwa na pikipiki ambayo inaweza kugharimu hadi shilingi 500 kwa siku. Sasa mimi najikamulia maziwa na juu kuko na punda inapita hapa ya Ezekiel, naona kumpatia maziwa ndiyo nzuri juu anatulipisha per month 150 na mimi nikupeleka huko ni 500 per day. Na licha ya manufaa haya ya punda kwa wakulima, kuna tatizo linalotishia maisha ya wafugaji wengi wa ng'ombe wa maziwa Nyandarua, nalo ni wizi na uchinjaji haramu wa punda. Punda zangu zote niliamka asubuhi nikakuta zimepotea. Wale watu wanaibaga hizo punda wawache tu. Kwa upande wake, Cynthia Kioko ambaye ni afisa wa shirika la Farming System Kenya anasema kuwa kuongezeka kwa mahitaji ya kimataifa ya ngozi ya punda kunachochea uchinjaji haramu na wizi wa punda. Mambo ambayo inachangia hii wizi wa punda ni kwa sababu ngozi ya punda inaexportiwa nchi ya China kutengeneza mafuta yenye inatumiwa na wanawake sana, inaitwa AGL. Kwa hivyo demand yake iko juu. So we think the driver of this illegal business is mostly the high demand of the meat in the urban towns. Zaidi ya hayo, mashirika kama Brook East Africa na Farming System Kenya yanashinikiza kupiga marufuku kabisa uchinjaji wa punda humu nchini, utekelezwaji wa sheria kikamilifu na uhamasishaji wa vyombo vya habari ili kuhakikisha kuwa idadi ya punda duniani inaongezeka. Nikiripotia TV47 nikiwa kaunti ya Nyandarua, jina langu Laban Muhinda. Asante sana Laban Muhinda. Dakika 13 imekatika baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Tunachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi, kwa hivyo usibanduke.
No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Omar every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Wewe ni simpa. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist. What is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. Enjoy uninterrupted live streaming of your favorite programs on TV47 and Radio 47 on the go with our new mobile-friendly website. Experience the future of broadcasting. Visit www.tv47.digital or scan this QR code and stream your way to endless news and entertainment. Welcome to the home of untold stories. Excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Omar every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukuarifu mengi zaidi. Kenya inakabiliwa na ongezeko la unyanyasaji wa kijinsia unaotokea mitandaoni, huku takwimu mpya zikionyesha visa vingi sasa vinatokea mtandaoni. Wakizungumza katika chuo kikuu cha Kibabi wakati wa kongamano la kitaifa lililoandaliwa na mshauri wa rais kuhusu haki za wanawake Harriet Chigai na kuongozwa rasmi na waziri wa michezo na vijana Salim Mvurya, viongozi walibainisha kuwa mitandao imeathiri vijana kwa kiwango kikubwa, hususan wanafunzi wa vyuo vikuu. Waziri Mvurya pia aliwashutumu wanasiasa kwa kutumia vijana kuendesha ajenda za mgawanyiko mtandaoni badala ya kuwapa nafasi za kujijenga kimaisha. Chigai alibainisha kuwa zaidi ya 90% ya wanafunzi wako kwenye hatari ya kufanyiwa ukatili unaochochewa na teknolojia, hali inayogharimu takriban 1.2% ya pato la taifa. When you are using technology, whether on the phone or wherever, you need to ask yourself a question. Am I using this technology
to profile my career? Am I using this technology to advance also the progression of another person? GBV is an issue that as a society we need to keep voicing and we need to keep talking about it. The young women are twice more likely to face online harassment. According to a recent study in Nairobi supported by UNFPA, states that tertiary institutions showed that female students are disproportionately impacted, with 64.4% of female students having experienced at least one type of online violence. Naam, na tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba Kenya imefungua kikao cha 7 cha mkutano wa Umoja wa Mataifa wa mazingira UNEA 7 hapa Nairobi kwa wito wa hatua za dharura na za pamoja kukabili migogoro inayozidi kukithiri ya mazingira duniani. Akiongea wakati wa ufunguzi, waziri wa mazingira Daktari Deborah Barasa amewataka viongozi kukoma kujifunga na ahadi za kiwango fulani na badala yake kukumbatia suluhisho jasiri, jumuisha na endelevu litakalo rejesha ecosystem na kuongeza ustahimilivu na kulinda jamii hatarishi. This assembly rightly focuses on 3 key imperatives. First, to spark sustainable solutions that bring multiple benefits, restoring ecosystem, supporting livelihoods, cutting emissions, and eliminating waste. From Kenya's rural heartlands to cities around the world, we must turn hopeful ideas into real change. We are all interconnected on this planet, and we all want the same thing: a better future for ourselves and for our families. The foundation stones of such a future are a stable climate, a safe and clean, sustainable environment, and a pollution-free future. Naam, na tukiachana na taarifa hiyo, taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kuangazia kwa kina zaidi, kwingineko ni kwamba makamu wa rais Musalia Mudavadi amepokea pendekezo kutoka kwa viongozi wa jamii ya Teso linaloshinikiza kuhusishwa kikamilifu katika shughuli za serikali. Mbunge wa Teso Kaskazini Oku Kaunya alibainisha kuwa changamoto zinazokabili jamii ya Teso zina mizizi ya kihistoria, ikiwemo kugawanywa kati ya Kenya na Uganda wakati wa utawala wa kikoloni na ukosefu wa uwekezaji baada ya Kenya kupata uhuru. Mudavadi aliwahakikishia kuzingatia maombi hayo kwa njia yenye miundo na halali, akisisitiza kuwa mfumo wa beta wa serikali ya Kenya Kwanza unalenga kuhakikisha jamii zote zinanufaika kikamilifu. I think we shall start from the north. My name is Oprong Wycliffe. I'm the chairman. Your neighbor. Yes. Your cousin. Yes. That's my brother. Bila shaka mtazamaji, huyo ni Musalia Mudavadi ambaye ni waziri mwenye mamlaka makuu kunradhi. Tukiachana na taarifa hiyo, ni kwamba kwingineko ni kwamba aliyekuwa jaji mkuu na mgombea wa urais kupitia chama cha United Green Movement David Maraga amemtaka Rais William Ruto kueleza makubaliano aliyotia saini na serikali ya Marekani. Akizungumza Limuru katika kituo cha mikutano cha Jumuiya, Maraga alisema uchunguzi unaendelea ili kufichua biashara zinazofanywa kwa siri na serikali. Aliongeza kuwa Wakenya wanakumbatia ajenda ya maendeleo ya serikali, lakini si jinsi ajenda hiyo inavyotekelezwa, hasa katika upanuzi wa barabara ya Rironi na mpango wa bima ya afya ya SHA ndio sehemu inayoshutumiwa na wananchi. Badala ya kuimprove ile NHIF vile ilikuwa inafanya, ile kasoro ilikuwa nayo, sasa imekuja ingine ambao inaibia wananchi na haifanyi kazi. Yale ambao tunakubaliana na makanisa ya kwamba hiyo kitu ifutiliwe mbali, turudi kwa NHIF mpaka system mpya ipatikane ambayo inaweza kusaidia wa Kenya. Sasa hii ambao tuko nayo haisaidii wa Kenya. We are going to make a statement when we have the facts about what exactly they are selling it for, what they are selling them for. And there are even many others, a few things that have happened in the first few days.
like the agreements the president signed in the US. We want to get the details of that agreement so that we can make a comprehensive statement. To reset, restore and rebuild Kenya, that we commit to stick together as the young people of Kenya, to work as a team as we approach the 2027 general elections, both in getting out the vote as well as protecting the votes. Na kwa sasa mtazamaji, acha tuingie michezoni ambapo mabingwa wa dunia wa mchezo wa rollball Kenya wanaendelea kunoa makali kabla ya kuelekea kwenye mashindano ya dunia yanayofanyika kuanzia tarehe 11 hadi 19 Disemba jijini Dubai. Timu ya Kenya ya wanaume na akina dada waliotoa ubingwa katika makala ya 6 nchini India wana matumaini ya kutetea ubingwa wao. Kikosi cha wachezaji 24 kilichaguliwa baada ya mchujo mapema msimu huu. We are busy preparing the team for the 7th Rollball World Cup, and the team includes men and women. We have 12 men and 12 women ready to go to defend the World Cup, because currently we are the World Cup champions. The eyes are on Kenya. That's one thing. So that's one thing we are going as an advantage, which we should utilize, because they know they are playing with the defending champ, so they have to do something else. And we know we also have to really up our game. Started, they were only like, I was in Team KU, there were like 3 ladies team in Kenya, and then like 4 men's team. And right now the game has grown. It is played all over the country in so many campuses. And in the universities now, even freshers, yani there is. Kwingineko ni kwamba timu ya taifa ya chipukizi itakayowakilisha Kenya katika mashindano ya bara Afrika yanayofanyika Angola imeondoka kuelekea Luanda. Kikosi hicho cha wanariadha chipukizi 83 kilikabidhiwa bendera leo katika hafla iliyoongozwa na Rais wa Olimpiki nchini Kenya, Shadrack Maluki. Mashindano hayo yatafanyika kuanzia tarehe 10 hadi 22 Disemba mwaka 2025. Honored to be here today to wish our young athletes all the best in Angola. This is the future of our sport, and also the leaders of our generation. So we wish them well. May God be with them. Going to Angola with one mission to go and bring us medals, do what we do as Kenyans. It's a team, young team, which is vibrant, raring to go. And we, as the National Olympic Committee of Kenya, we are behind this team. And we also want to take this opportunity to thank the government of the Republic of Kenya. Bila shaka mtazamaji, ninapoangalia hapa kwenye saa yangu dakika 27 zimekatika baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Wanasema kilicho na mwanzo hatimaye hakikosi mwisho, na kutakia usiku mwema. Mwenyezi Mungu akulinde wewe pamoja na hali zako. Inshallah.